Mafanikio naona vizuri kwa sababu mimi nalea familia vizuri kabisa, na familia watoto watatu. Moja kubwa kinachofanya wazipende gari zetu, kwanza ni gari zetu ni gari ambazo zinakwenda na muda. Napata kahera kasabuni kavocha kwenye familia yangu. Kwa nini uishi wanapakia ndizi, nanasi, parachichi wakati mikoani huko gari za kutembelea? Kutokea hapa Kasulu mkoani Kigoma, ripoti ya Ayo TV na kufikia kokote. Lakini leo hii nakuletea story kutokea hapa wilayani Kasulu, ambapo gari aina ya Wishi pamoja na gari aina ya Mchomoko kwa mkoa wa Kigoma zimejizolea umaarufu mkubwa kwa kubeba abiria kama taxi. Mikoa mingine zinatumika kama gari ambazo ni za kutokea out kwa familia pamoja na mazingira mengine ambazo watu wanaweza kuzitumia hata kwenda kazini. Lakini kwa mkoa wa Kigoma hizi gari za aina ya Wishi pamoja na Probox zimekuwa ni gari za biashara ambazo zinatumika kwa ajili ya kubeba abiria, na unaambiwa gari aina ya Wishi inabeba paka abiria 8, safari ambayo inatokea hapa mkoani Kigoma mpaka Kasulu. Gharama zake ni shilingi 7,000 kila abiria. Lakini gari aina ya Mchomoko inabeba abiria 5, na ambapo kama kawaida kutoka hapa Kasulu kuelekea Kigoma unatozwa kwa shilingi 7,000. Lakini leo hii nilitamani kujua kwa nini gari hizi zimekuwa zikitumika hasa kama gari za biashara, tofauti na mikoa mingine zimekuwa ni gari ambazo zinatumika kama gari za kutokea out ama wakati mwingine kwenda kazini. Watu wa mikoa mingine wamekuwa wakishangazwa baada ya kufika hapa kwa mara ya kwanza kuona gari aina hizi zinabeba abiria. Leo nimepata nafasi ya kuzungumza pamoja na abiria pamoja na madereva ambao wamezungumza namna ambavyo wananufaika kutokana na ajira kupitia gari hizi aina ya Wishi na Probox. Kutoka mkoani Kigoma, mimi naitwa Dreams TZA wa Ayo TV, na hii ni ripoti ya gari aina ya Wishi pamoja na Probox kutokea hapa wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Kwa majina naitwa Robert Matias Nkwabuka. Moja kubwa kinachofanya wazipende gari zetu, kwanza ni gari zetu ni gari ambazo zinakwenda na muda. Yani ikishatoka stand yani kituoni kwetu, kwa maana tunapanzia shughuli zetu, ikishakuwa imejaa ikiondoka, maana yake haina vituo vya kwenda, inasimama simama yake, na kuna abiria waliokamilika wako level city zinaondoka, kwa hiyo zinafika kwa wakati, ambapo hizo gari zingine kwa maana kuanzia Haisi na Kosa na mabasi Kigoma mpaka Kasulu za kutumia hata muda wa masaa 2 mpaka 3, ambapo maki nenda inasimama sana, inategatega abiria. Lakini kwa hizo gari zetu wastani wa saa 1:30 au saa 1 dakika 40 unakuwa umefanya nini, umefika Kigoma. Umeona, kwa hiyo hicho ndo sababu abiria wengi wanazipenda hizi gari zetu, na hatuna mambo mengi, maana hata huduma yetu tunayotoa ni nzuri, kauli kwa abiria, nayo nafikiri ni miongoni mwa vitu vilivyokuwa vinawavutia sana kupenda huduma yetu. Mikoa mingine wanafanya gari hizi kama gari za kutokea out za familia za kazini, yani zinakuwa private kabisa, lakini kwa Kigoma imekuwa biashara. Nyinyi mliwaza nini sasa kubadilisha gari hizi kuwa taxi na mkafanyia biashara? Nini ambacho mlikiwaza kwa nyinyi waasisi kama ulivyosema? Kwanza ni na mazingira pia yalivyo, maana yake mji wetu ulivyo, maana yake hata kuna mahali pangine tofauti na hizi gari ndogo ya upatikanaji wa huduma unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo ndio maana watu waliamua, sababu kama zinaweza zikafanya kazi hizi gari ndogo, ni bora hata hizi gari waamue kuzisajili kwenye mfumo wa biashara ili zifanye biashara kutokana na jiografia mazingira yetu yalivyo. Kwa hiyo ilipelekea na kushawishi hizi gari tuzifanye kuwa biashara. Kwa hiyo wanawakodi kama taxi. Yani si mfumo wetu ni kama taxi. Maana yake ni kama mnavyoona, maana tupo mfumo wa stand. Yani kwa maana ni kama fani taxi fani hivi mchangio, kwa maana ni kienea idadi ambayo ya kiwango ambacho kinakuwa kimekamilika unaondoka. Maana huwezi kuikuta kama inavyofanya daladala, kwa maana Haisi na gari zingine. Ndio maana zinaoda zinaanzia hapa kijai inaondoka. Kuna watu ambao wanatoka mikoa mingine wakifika hapa wanashangaa kuna gari hizi zinafanya kazi kama za kubeba abiria. Kwa zamani ndio ilikuwa kidogo wanashangaa, lakini sasa hivi baadhi ya mikoa mingi naona hizi gari zinafanya sana kazi. Kwa sasa hivi hawashangaa kwa zamani, lakini kwa sasa hivi hamna anachokishangaa, naona ni kawaida sababu sehemu nyingi zinafanya biashara hizi gari. Kwa majina naitwa Shabani Jumanne, dereva wa hizi Wishi naenda Kasulu Kigoma. Ni kweli mikoa mingine magari kama haya ni magari ya kifahari kutokea, ila kwa sisi kwetu tunafanya kama biashara baada ya kuona fursa. Maana hizi gari hizi zinabakia watu 8, kwa ukishabakia watu 8, pesa zako za mafuta kwenda na kurudi kidogo unapata riski, tupata ajira na maisha mengine yanakuwa yanaendelea. Sisi gharama zetu ni shilingi 7,000 kwa abiria mmoja.
shilingi 7,000 kutoka Kasulu kwenda Kigoma shilingi 7,000. Naona ni gari nyingi za Probox na Wish. Kuna mtu binafsi anatumia Wish, zipo kwa wingi kwa watu binafsi kutokea na familia ama kufanya gari ya matembezi kwa ajili yake, zipo nyingi ama ni biashara? Kusema kweli kwa private kwa ajili ya kutembelea kifamilia ni chache. Baada ya kuona watu wengi wanakuwa wanatumia kama biashara, kwa wengine wanakuwa na ile tabu baani mikono hapa na pale, kwa wanakuwa ni wachache ambao wanakuwa wanatembelea, ila nyingi ni kwa ajili ya biashara. Jina langu naitwa George Samuel Nzize, ni mwenyekiti Bogwe Stand hapa. Sawa. Tuambie magari haya huwa yani yanapatikana kwa bei gani, au huwa matajiri wenu au nyewe wenyewe mnanunua shilingi ngapi? Yani kiwa gari used mnapata kwa bei gani? Gari mpya kwa sasa hivi imesemea milioni 19. Hiyo ni Wish au Probox? Hiyo ni Wish. Probox milioni 20. Halafu used sasa inategemea na hali ya gari. Kama gari imechoka ina bei yake. Gari kama bado ni afadhali ina bei yake pia. Ila bei inaanzia milioni 5 kwenda juu. Mfano gari ukinunua milioni hiyo 9, inachukua muda gani sasa kurudisha pesa, yani katika biashara zenu za kupakia abiria? Kwa sasa hivi ni changamoto. Kwa sasa hivi soko sio zuri kwa sababu ya wingi wa magari, lakini pia hata shughuli za kilimo muda wa masika huwa kidogo biashara inakuwa mbaya, ya kiangazi angalau, lakini kwa makisio huwa tunakusanya kwa ndani ya miaka 2 mpaka miaka 3 kwa kurudisha hela yako ya gari mpya. Kwa mkoa wa Kigoma gari kama hizi ziko kama idadi zinafika gari ngapi ambazo zinafanya kazi hii? Kwa mkoa wa Kigoma tuna gari aina 4. Gari ndogo ndogo tuna aina 4. Tuna Probox, tuna Wish, tuna Plantana, tuna kwa hizi biashara zenu mnazofanya Wish zinafika ngapi ambazo yani kiujumla? Kwa logistic iliyopo mpaka sasa hivi tuna zaidi ya gari 1500 kwa mkoa wa Kigoma. Na mnapangaje utaratibu sawa kupakia abiria? Kwa utaratibu wetu tunaenda kwa foleni. Tutengeneza vyama vidogo vidogo kila wilaya na kila kundi, kwa sababu tuna njia nyingi. Kwa kila kundi tulipa uongozi na uongozi unatengeneza utaratibu wa foleni ili kuondoa upotevu wa mizigo, abiria kunyanyaswa na kusumbuliwa, na wengine wale ambao ni wageni kupotea. Kwa ajili ya kuhakikisha usalama, wanasafiri salama na kurudi salama. Kwa hiyo tunatengeneza utaratibu wa foleni. Mfano mpaka sasa hivi una gari nyekundu iko inapakia foleni. Baada ya gari hiyo itapakia gari nyingine. Kwa jina naitwa Shua. Kwa siku hapa nikipakia abiria 8 kwenda Kigoma napata shilingi 56,000. Kila abiria ni shilingi 7,000. Kwa 7,000 mara 8 ni 56,000. Na mara nyingi haya magari ni ya matajiri ama nyie madereva wenyewe huwa mnamiliki? Wapo ambao wana magari yao binafsi, wengine ni ya mabosi. Iko hivyo. Lakini kwa biashara hii Kigoma Wish na Probox zinalipa sana Probox sana mizigo ndo wanategemea, ila sisi wa Wish ni abiria tu, kwa sababu buti zetu si ndogo, sio kama wao Probox. Wengi wakija hapa wanashangaa kwa nini Wish wanapakia ndizi, nanasi, parachichi, wakati mikoani huko gari za kutembelea. Mimi naitwa Sebastian Sayoni Sume. Ni dereva ambaye umedumu miaka mingapi? Nina mwaka mmoja tu kuendesha Wish. Okay, sawa. Mafanikio ya udereva wako yakoje kwenye miaka hii ya udereva katika gari hizi aina ya Wish? Mafanikio naona vizuri kwa sababu mimi nalea familia vizuri kabisa, na familia watoto 3 na wanakula vizuri, napata kahera kasabuni kavocha kwenye familia yangu. Na mara nyingi gari hizi ni za matajiri ama hata watu binafsi madereva kama nyinyi wanamiliki wanakuwa wanaendesha wao kwa wao? Mara nyingi ni za matajiri, ila kuna watu binafsi wengine wanakuwa nazo hapa kwenye chama. Na zinabeba abiria ngapi? Zinabeba abiria 8. Na ziko vizuri pia ndani, nini service mnafanya? Zinakuwa kama taxi za kawaida. Service vizuri na abiria wenyewe kwanza wanazikubali na wanaamini kabisa uhakika vizuri.